Kwa hiyo mtu yoyote anayehubiri amani anatakiwa aanze na haki alafu amalizie na amani. Ukiona mahali popote amani na mgogoro, jiulize, haki ilitendeka? Ukishapata majibu, matokeo yake yatakwambia kama sasa tunda litakuwa ni amani au itakuwa ni kinyume chake. Kwa hiyo niwapongeze viongozi wa dini kwa kweli kwa kuendelea kuhubiri amani, kwa sababu taifa lenye amani ni taifa ambalo rahisi sana kupata maendeleo. Lakini msisitizo wetu mkubwa, lazima tutambue kwamba amani ni tunda la haki. Iwe ndani ya kanisa, iwe ndani ya serikali, iwe kwenye siasa, iwe kwenye maisha yote ya kawaida. Pakiwa na haki, hapata kuwa na manunguniko. Na hata leo nimefurahi sana kuona kila mtu anahubiri maridhiano. Maridhiano yanayohubiriwa lazima msingi wake uwe ni haki. Haki ikiwepo, hata kazi ya kuridhiana itakuwa ni kazi rahisi, kwa sababu mtajua mnaridhiana kwenye nini. Na kwa mtu yeyote ambaye anataka haki na amani viende sambamba, atataka maridhiano ambayo yana ukweli, yana nia thabiti na yanalenga kulirudisha taifa kwenye misingi yake, ambayo kila mtu angefurahi kuona tuna taifa lilokuwa imara, lenye upendo miongoni mwetu. Kwa nilisema pia ni chombeze kidogo, kwa sababu taifa likiharibika hakuna atakayepata faida. Na kazi ya kulijenga taifa ni kazi yetu sote, sio kazi ya kikundi fulani cha watu. Na hatuwezi kulijenga taifa kiujanja ujanja. Lazima tulijenge katika misingi ya haki na kweli, ili tuweze kunufaika na tunda linaloitwa amani, ambalo kila mtu anasikia raha kulini. La kwangu la tatu, nitumie pia fursa hii kwa kweli, pamoja na kuwashukuru kunialika, lakini pia na kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Arusha mjini. Kwa heshima walionipa ya kuwa mtumishi wao kwa miaka 5, kwa namna tulivyoshirikiana kuweka alama katika jimbo letu, naona Arusha ilivyochangamka. Kienda huku uwanja AFCON unajengwa, ulianza siku nyingi. Kienda kule stendi inajengwa, tumepigana ile vita muda mrefu. Ukipita huku masoko yanajengwa, si Kilombero, ukienda kule Muriet, kiangalia barabara za lami zinajengwa. Miaka yote 5 ulikuwa huo ndio wimbo wetu na vita yangu ndani ya bunge. Na kwa mujibu wa taratibu, wale ambao mnajua taratibu, bunge lililoisha bajeti yake ya mwisho itaisha tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Kwa hiyo ukiona kuna vurugu za maendeleo huko, jua bado ni masalia ya kazi ya bunge lililopita. Bunge jipya liloingia ndio bajeti yao ya kwanza wanajadili hii. Watamaliza Ijumaa ijayo. Utekelezaji wake utaanza tarehe 1 mwezi wa. Kwa miaka 5 ijayo nitakuwa na kazi ya kupima vitendo na maneno.
Anakuwa na kazi ya kupima utumishi uliotukuka na mbwembwe. Na miaka 5 ijayo, Mungu akitupa uhai na uhakika, mtaona thamani ya mlichokuwa nacho. Kwa hiyo nimesema nikumbushe tu, kwa sababu binadamu ana tabia ya kusahau kwamba kipindi cha ubunge kilishaisha, lakini bajeti iliyopitishwa inaisha tarehe 30 ya mwezi wa ngapi? Kwa leo ukiona kuna mkandarasi barabarani, ukiona kuna nini kinajengwa, basi jua ndo yale mawazo yale ya mtoto mamuuza uji, bado kazi yake inaendelea. Baada ya hapo sasa tutaona na yatakayokuja, ili mwisho wa siku tuje tupime vizuri mambo yalivyokwenda. Kwa hiyo kwa kweli nawashukuru sana, na nataka niwaambie mimi nina amani sana, kwa sababu naamini jambo lolote likikutokea, kama Mungu hajaamua halitokei. Na unaweza ukawa na tamaa kibinadamu kwamba kwa nini ingekuwa hivi, kwa nini haikuwa hivi, lakini Mungu anaona mbali kuliko mwanadamu, na ana kila namna ya kumpangia mtu wake. Na mimi nimeridhika kabisa na mipango ya Mungu. Sala kwangu la 4 na la mwisho kwa kweli ni kuhusiana na shughuli yetu ya leo. Wakati Mheshimiwa Credo na timu yake ya wachungaji wanakuja wananiambia, bwana, tuna jambo la Mungu, nimetumwa nikujulishe kwamba tunaomba tushirikiane. Na sasa hivi hali ya maisha ilivyokuwa mtihani kidogo, hasa kwa sisi wastaafu, haikuwa kazi nyepesi kukubali, kwa sababu hapa kazi kubwa iliyonileta ndugu yangu mhifadhi ni kutoa hela. Pamoja na maneno yote, lakini kazi ya leo hapa ni kutoa nini? Sasa wajanja wale utasikia nimebawa na majukumu, anatuma mwakilishi, yeye amekimbia kutoa hela. Ukiona mtu anaalikwa kwenye harambee na anakuja, jua huyo ni mwenzenu kweli kweli. Na nataka niwaambie, nitakachokisema hapa leo ni mwanzo tu, kwa sababu najua hii kazi ni kazi endelevu. Kiongozi wangu wa TANAPA amepiga mkwala mzito na mimi bana nikasema ngoja atangulie yeye ili nipime kina cha maji. Ana katika hali ya kawaida TANAPA ni taasisi kubwa, wanahifadhi kila mahali, hata mlima Kilimanjaro ni wa kwao. Wana Serengeti, wana Ngorongoro, wana Manyara, wana Tarangire, wana Mikumi, wana kila mahali. Sasa nilivyosikia amesema ametoa milioni 10, nikasema yeye shughuli imepata mwenyewe. Sasa na mimi pamoja na kuchangia ujenzi wa kanisa, lakini pia itakuwa ni sehemu ya sadaka yangu ya shukrani. Na makanisa haya yanayoanza, unajua watu wengi wanapenda kwenda kwenye maeneo ambayo yana majina tayari. Wale wanaoanza huwa wanaachwa wachechemee, wakishasimama ndo wanakuja tuko pamoja.
Mimi nataka tutambae wote, tutembee wote, tukimbie wote.